Kwa hayo machache, Bwana Ayub, karibu sana. Karibu sana jamani, makofi kwake. Huyu ni meneja wetu Masoko, anafanya kazi nzuri sana, na klabu yetu haina mashabiki wengi, lakini tuna uhakika kwa namba yetu hii ndogo, kwa uadilifu tuliokuwa nao sisi ni tishio, ndio maana maiki zinakwama. Ndio. Kwa hiyo tushikilie hapo. Azam FC. Azam FC. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo. Pia tumshukuru kiongozi wetu mkuu ambaye ni CEO Azam Football Club, Mr. Anoro. Karibu sana. Vile vile tumshukuru makamu CEO wetu wa Azam Football Club, Mr. Rashid. Karibu sana. Viongozi wa mashabiki wa Azam FC Zanzibar, tunatambua uwepo wenu, na viongozi wengine wa matawi na mashabiki wote wa Azam FC, tunashukuru sana. Na media zote ambazo ziko hapa tunawashukuru sana. Nichukue fursa hii kuwakaribisha mashabiki wa Azam FC na wadau wote Zanzibar. Hili ni jambo letu, tunaenda kupokea jambo kubwa kabisa ambalo tumealikwa na wenyeji wetu akiwepo Mr. Makombora, nadhani mnamfahamu, na Mr. Sticker. Kwa hiyo tumefarijika sana. Kikubwa zaidi, sisi kama idara ya masoko safari hii tumeamua kushirikiana na uongozi wa mashabiki kuhakikisha tunafikisha bidhaa zetu bora kwa mashabiki wote popote pale walipo. Kwa hiyo safari hii kwenye mashindano ya Mapinduzi tumeamua kutembea tawi hadi tawi kuhakikisha tunawasajili washabiki wa Azam FC kupata kadi zao bora. Na kadi zetu sisi ni za kidigitali, kwamba unaweza ukatoa hela, ukaweka pesa, ukalipia kifurushi cha Azam TV, ukanunua tiketi. Kwa hiyo kadi zetu ni bora sana. Kadi yetu ya kwanza unaipata kwa shilingi 5,000 ambayo ni kadi ya silver. Kadi ya pili ni ya gold ambayo unaipata kwa shilingi 25,000. Kadi ya tatu ni ya platinum ambayo unaipata kwa shilingi 50,000. Na mchakato huu tuko nao hapa, Mr. Mkisi yuko pale. Kwa hiyo leo wale memba wetu wapya tunaenda kuwasajili pale, na bidhaa zetu bora zinapatikana kwa wingi. Kwa hiyo karibuni sana, na hili zoezi ni endelevu Tanzania nzima. Mashabiki wa Azam FC wakae mkao wa kula. Sasa nisitumie muda mwingi hapa, ni mkabidhi msema chochote aendelee na ratiba yake. Thank you very much. I have my mic back. Thank you. Naomba mic zangu. Kwa kifupi, jezi watavaa. Kusema kweli jezi za kule wanakuwa wamesema. Tunakumbushana kwa sababu sisi binadamu na tumeumbwa kusahau, na kusahau kwetu ndio kamilika kwetu. Kwa hiyo jezi watu watavua bwana. Leo jezi wameamua kuvua, anavaa. Lakini meneja Masoko wetu kwa kifupi ametuelekeza kile ambacho tumedhamiria kukifanya hapa. Kama haitoshi, amenisahau sehemu kidogo. Nilikuwa nafikiri atamuita mwenyeji wetu wa eneo hili. Kwa hiyo naomba kumkaribisha kiongozi wa mashabiki hapa Zanzibar, tupate kusikia naye kutoka kwake. Na tuambie pia, kwa sababu CEO yuko, jimalize kabisa hapa. Jimalize kabisa, mwambie CEO vitu tunavyofanya kuhakikisha kwamba mashabiki na fan base ya klabu inakuwa na tunafikia lengo. Kwa hiyo I would like to welcome the fans leader here in Zanzibar. Please join us kwa dakika chache. Makofi kwake tafadhali. Sinamona ananenepa na kitabu fresh tu. Bora, bidhaa bora, mashabiki bora. Timu bora. Asante. Ndugu mtendaji mkuu, naibu mtendaji mkuu, kaimu maafisa masoko, katibu wa mashabiki Zanzibar, na mashabiki wote wa Zanzibar mlohudhuria hapa. Mimi ambao naseme chochote, na mimi nitasema chochote. Jamani, leo tumepata viongozi wakuu wa timu. Mmepata bahati hiyo kutembelewa na viongozi wa timu. Mimi naombeni kitu kimoja tu, hakikisheni
kile mlichokuwa nacho mnaendelea nacho. Mnavua gwanda, mkivaa gwanda mnaendelea na gwanda ambao lolovaa. Sio unavua gwanda alafu tena huvai gwanda lolovaa. Ukivua gwanda unaendelea nalo lile unalolovaa jipya. Na hapa leo mambo watu wanavua gwanda, ndio hilo jipya nazungumza mimi, mnalivaa kweli kweli. Na mtakuwa mashabiki wazuri, mimi naamini hivyo. Tutashirikiana vizuri ili kuongoza kuzidisha namba ya mafans wa Zanzibar. Ili tukizidisha mafans wa Zanzibar, tukiwa wengi kidogo tutakuwa afadhali. Na ninajua sasa hivi tuna wengi kidogo, wengi tunao Zanzibar. Na hili ndo tawi jipya. Naona sasa mimi nakuombeni kitu kimoja. Tushirikiane kama tulivyokuwa tunashirikiana na matawi mengine ambayo yatayokuja, ambayo ziara itaanza tarehe 3. Ziara ya tarehe 3 tutakayoanza lazima na nyinyi mkuwepo. Tutafungua matawi mengine na kuimarisha matawi yetu ya zamani. Tuyatembelea tawi na tawi. Hakuna kuita mtaji mkuu kaja tukaita sehemu moja, hapana. Tunatembelea tawi mpaka tawi ili tujue matatizo ya tawi. Na najua mna mengi, lakini leo atupeni ruhusa kusema. Tarehe 3 ndio tutapewa ruhusa ya kusema. Mimi naomba Hashim. Mimi nadhani nishamaliza. Azam FC mashabiki bora.